Amaika Media, Nelson Songa katika Amaika Media, Amaika TV ndani ya bunge la Magharibi. Tuko katika sublocation ndogo ya Eshikulu katika wadi ya Etenje katika eneo bunge la Mumias Magharibi, kaunti ya Kakamega. Kwa bahati nzuri niko na wenyeji katika eneo hili ambao wanahisi kwamba lazima sauti yao isikike katika bunge la Magharibi. Yapo mambo mengi ambayo wanapenda kwamba waweze kuyazungumzia. Napenda nimkaribishe dadi hapa ili kwamba ajitambulishe, kisha kwamba tusikie sauti yake ndani ya bunge la Magharibi. Karibu sana. Kwa majina mimi naitwa Salim Chitechi Owino. Mimi ni mkaaji wa Shikulu Etenje Ward, lakini kulingana na vile tumeona area yetu, hakika tuko na uchovu kwa wale wasimamizi ambayo tunachakua wakienda kutufanyia kazi. Kuna wale wenye walianguka, lakini kazi yenye walikuwa wamefanya ilibakia pale pale. Saa hizi yule mwenye tuko naye anafanya, lakini kwa saa hizi kuna mahali penye unaweza muita hata akuje pia yeye aone tu na macho. Kimuita kitu ya kwanza anatangulia kusema huyu alikuwa mrengo gani. Na kwa saa hizi yeye ndio mkubwa wetu ambaye tunaona, MCA wetu ambaye tena tunatarajia tumchague wakati 2027. Na kwa saa hizi kuna manjia zingine hata zenye ziko kwa map. Kama yetu sisi, mimi natoka Butobe B. Kuna njia yenye iko kwa map. Sisi tulifungua njia, tumekaa pale na Master Chief walikuja kwa hiyo njia. Mpaka hata administrator wakakuja kwa hiyo njia. Ikakuwa ya kwamba tutatengenezewa njia wakati ya budget ile mwezi wa 6 yenye ilipita. Saizi hatuna njia, hata mtu akikufia kwa boma yetu saa hii hatuna vile tunaweza enda na gari ni kumbeba kwa kichwa mpaka kwa nyumba. Kwa hivyo tunaomba MCA mwenye ako saa hii ajalie sisi kwa ile njia yenye tunaongelea saa hii, kwa sababu hatutaki tena ifike 2027 wakuja watudanganye na yale yenye walifanya, walituambia hawafanyi kwa saa hii. Kwa hiyo ni maoni yangu, lakini mimi kwa upande wangu mimi nalia zile njia za short zenye tuko nazo ni mbaya. Tuko tuna njia moja yenye inatoka Imanga ikienda mpaka pale kwa Nzoia pale peke yake, lakini hizi zingine mtu ajali sisi. Na tunakuwa na wagonjwa hata saa hii mahali penye tuko kwa matanga, lakini ni ngumu vile mtu anaweza ingia na gari pale kwa bomu, ili hali gari isimame kwa soko huko, watu watembee kwa mguu, na sisi tuko na MCA. Hiyo mimi naona wasitudanganye 2027, isipokuwa hii muda yenye tumebaki nayo. Kama wananisikiza, najua wako kwa redio wananisikiza, wakuje kwa ile njia, watutengenezee njia hiyo. Iko kwa map, sio njia nyingine, na tulikaa tukaamua kila mtu mwenye ako kwa ile njia amekubali njia ikuje itengenezwe, na mpaka sasa hatujaona hiyo njia ikitengenezwa. Na hiyo njia inasaidia watu, tuko watu wengi Butobe B wenye tunafuata kwa hiyo njia. Hiyo njia isipotengenezwa vile sisi tunaona, hatuna haja ya kudanganywa na MCA 2027 tumpigie kura, na tunawapigia kura na watufanyie vile sisi tunataka. Ni mengi yenye niko nayo, wache wenzangu waongee, lakini bado tuko tuna wao. Tunawaangalia mahali penye wako, wanasikia redio. Labda mzee, kabla nikuachilie, umesema kwamba MCA wakati mwingine anasema kwamba hao wako mrengo gani. Naomba ukaribia hapa tena. Kuna uwezekano kwamba nyinyi hamkumpigia kura? Tulimpigia kura. Kwa hivyo ni kwamba hataki tu kufanyia maendeleo. Sawa, hataki kutufanyia maendeleo kwa sababu sasa kuna yule ambaye anaona wa kwanza akimpigia simu amuulize huyo ni nani mwenye anaongea. Hata mwenyewe ukimpigia tu simu, hata mimi nimejaribu kumpigia simu, lakini kimpigia simu anasema tu sawa. Atatangulia aulize yule agent wake. Agent wake akimwambia huyu alikuwa kwa mrengo wa fulani, never, hakuna kitu yenye anakusaidia. Asante sana baba kwa sauti yako. Wanasema kwamba MCA anaangalia mirengo ndipo kwamba aweze kufanya maendeleo. Tusikie mwingine hapa kutoka eneo hili. Karibu sana, ujitambulishe na uweze kuzungumzia kutoka mashinani mpaka kuja serikali kuu huko juu. Unahisi kwamba mambo yako vibaya wapi na mambo yako vizuri wapi? Yes, asante sana wenzangu. Mimi kwa majina ni Boaz Mwanza, natoka Shasuna. Secondly, nashukuru sana kwa hii kazi ambayo tunaweza fanya tukatoa siri katika ambayo tunasikia. Kuna ile mahali unaweza sikia maumivu. Najua mgonjwa akikonjeka lazima atasema wakati anaumia. Okay, tangu ile tuchague ama tuwe na viongozi kuanzia 2022 mpaka kwa sasa hivi, upande wangu sijaona kitu ya busara kwa ile kazi ambayo na ile kura yangu kazi yenye imefanya. Kiangalia kuanzia chini, nianze kuangalia upande wa MCA.
ni vile kama mwenzangu ameongea, anataka kuangalia wewe na agenda wake ni wapi na wewe ni nani na yote. Na lakini yote pia tunetegea kwa sababu ile kazi ambayo anafanya ile mzuri ni communicate na agent hapo kwamba umenipigia kura, ni nani mwenye ananijua, nani mwenye anafanya yote ni sawa kwa sababu ya hiari yake. Lakini nikijaribu kuangalia pia muda sio mrefu, iwapo hawatafanya kazi ambayo tuliwapeleka, maana hakuna vile utaajiri mfanyikazi akuja kuwe na manufaa kuliko wewe mwenye umemwajiri. Kura yetu ndio usemi wetu 2027. Kiangalia upande wa MP siwezi sema sana kwa sababu naona kazi yake, nikiangalia kwa mashule pia amejaribu, lakini upande pia kuna sehemu fulani pia tunaweza laumu. Kwa mfano sijui kama hii barabara ya kutoka Shukulu uelekee pale Matawa walifanya, sijui ni nini ilifanyika ndio wakakuja wakatuweka, sijui ni upande wa MCA ama MP sijajua, lakini wangetuangalilia kwa sababu mvua ikinyesha hiyo barabara haipitiki. At least hata vile ilikuwa awali, kama bado hajatumwakia hiyo udongo, na hiyo udongo ikinyesha inabidi tunaenda masafa marefu. Ama sisi kama mimi ni mwana bodaboda, lakini sijajua ni mimi ndio sitoe ushuru ama ni shida ni gani, maana yake mahali pa kupita inakuwa shida. Hata nilikuwa nafikiria nikaona mradi fulani unaendelea hapa kwa mto wetu hapa Wanamanda, nikashukuru nikaona tumepewa promotion na kazi inaendelea. Lakini kwa mshangao nikafikiria akili yangu mbaya, nikasema wangekuja watengeneze, manake hii kulingana na population yenye inapita pale, ni hiyo barabara inaenda kwa soko kubwa, watengeneze hiyo barabara angalau tuache kuumia, ndio hii sasa ingekuja kwa wakati wake. Nikienda upande wa nikiruka hapa wengine naona kazi yao kwa sababu siwezi fuatilia sana, lakini nikikuja upande wa Gavana pia yeye amekuwa mtalii. Unajua ile utalii ambao anafanya kwa upande akitembea pia yeye anafanya vile amechakuliwa, lakini akianza mradi hajaimaliza. Nimekuwa upande nikitembea pale wakati walikutuambia kwamba wanatuletea kampuni hapa Denmark, mara tuko wapi, kufita pale barabara haikuisha, baada haonekani. Tunasikia tu kwa mtandao mara kwa simu anafanya kazi, ana support mpaka vile rais anamsupport kwa kazi ya Kakamega. Je, sisi ni watu wa Kakamega Mumias West, shida yetu iko wapi ambao hatuoni matunda yenyewe na kura zenye tulishapiga? Hiyo ndio tunashangaa. Lakini kama wangekuwa wazuri wakae chini watuangalie, wasema kwamba Mumias West tunaumia haswa sana barabara, uangalie tengine walikuja tuambia mambo na stima, baada hatujaona. Tunakuja saizi uende uangalie mambo na usalama, baada imefika wakati mpaka unakuja kwamba tumetengeneza fukosi, yani fukosi siko, lakini wao akikuja hakuna sauti yenye inaweza toka. Unasikia tu tumeachia maybe police, tumeachia maybe chief, maybe sub chief, na so long as wao ndio wakubwa wanaweza panga kwamba kuna station fulani inafaa tuwe na police, tuwe na nini, ndio tusaidiane kazi. Kama mwananchi tukisema kwamba tuchukue sheria mkononi, tutasema tena tumeanguka sheria. Hiyo tunaomba kama walienda wajua kwamba walienda kufanya kazi ambayo inatufutia sisi, wakitaka 2027 sio muda mrefu sana, wanaweza taka kurudi na utakuja na ile kitu ambacho ulifanya, na hiyo tutakurudisha. Na kama haukufanya chochote pia itakwambia kura tuko na tutashika kura kuanzia asubuhi mpaka jioni, tukua tunashika, tukitaka tuone ukikuja kutuomba kura utuonyeshe na kazi yako. Asante sana ndugu. Kabla ni kuachilia ndugu yangu, naomba uzungumzie Oparanya ndiye alimleta Barasa. Sasa hivi hawasalimiani. Hebu zungumzie, unadhani tutapata maendeleo ama wako kwa siasa zao? Upande wa Oparanya vile alichukua, Oparanya alifanya kazi. Siwezi nikadanganya Oparanya. Oparanya alifanya kazi, hata ukitembea, hata ukiangalia alifanya kazi. Lakini mwenye ali replace kama yeye, tunamuombea Mungu angefuata mfano kama huyo, angekuwa sawa. Lakini sasa hatujui mahali yako. Mimi hata sijai muona na niko mtu wa Mumias West. Asante sana. Anasema kwamba hajamuona gavana Barasa, japo ndiye gavana. Karibu miaka miwili imesalia hivi, atakuwa anaomba kwa nafasi ya pili 2027. Tusikie maoni ya mkazi mwingine. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Rupia Amos, mkaaji wa Eshikulu, Etenje Ward, Mumias West. Mimi nataka niseme jambo la kwanza katika mji wa Eshikulu, Eshiasuna, ni kwamba jambo ambalo linatatiza sana ni insecurity. Insecurity limekuwa shida kubwa sana katika huu mji, na limefanya mpaka
hata tukiwa na matanga katika huu mji, hayo matanga hakuna mtu ambaye anaweza toka usiku kwa ajili ya kumsaidia mwenzake katika matanga. Ni kwa sababu gani? Kuna vile vikosi ambavyo vinatembea usiku, na tunapoweka ripoti katika serikali huwa inaagiza kwamba inaenda kuweka mikakati ya kuweka ile security ama ulinzi ambao uko sawa. Lakini tunapata kwamba serikali, jambo ambalo serikali inafanya, serikali inakuja kuangalia watu ambao wanauza pombe haramu. Na hao ndo watu ambao serikali iko haja sana nao, inakimbizana nao. Na ile hali visanga vya wizi vikiendelea katika huu mji, visanga vya wizi wa ng'ombe, visanga vya ukataji wa watu na vitendo vingine ambavyo havifurahishi. Jambo la pili, nataka nikumbushe serikali ya kaunti ambayo inakilishwa na MCA wa Etenje Ward, ya kwamba kuna zile barabara ambazo zimechafuka sana, ambazo zinahitaji kurekebishwa. Haswa sana kuna ile barabara inatoka kule Matawa. Ile barabara walitudanganya wanatuwekea maram, ile barabara walibeba matope ndio yenye wamemwaga katika hiyo barabara. Na mvua ikinyesha hiyo barabara haipitiki. Ukiwa na pikipiki ama ukiwa umepanda bodaboda, yani mtu ule ambaye anatembea kwa mguu amekushinda. Mtu anaweza tembea kwa mguu afike, ndiposa ngoje mtu wa pikipiki. Nataka niombe serikali ya kaunti ya kwamba kupitia kwa MCA wetu, ya kwamba hiyo barabara, tunaomba mheshimiwa, kama unatusikiza, hiyo barabara uishughulikie. Hiyo barabara haipitiki. Kuna hii barabara inatoka Shikulu. Kuna wakazi wengi sana katika huu mji kiteremka kule chini Shasuna. Saizi venye tunaongea hivi, mbu ndo zimejaa pale, maji imejaa pale, mbu ndo ziko pale mingi sana. Na majirani wa hapo katika hiyo area wamekuwa affected sana na hizo mbu, wengi sana wako suffered na malaria. So nataka niombe mheshimiwa, kama unatusikiza, chukua nafasi yako, uje ulimie watu barabara, kwa maana sisi tulikuchagua na moyo mmoja. Hatukukuchagua ya kwamba tulikupenda kitu cha kwanza, na kuweka mapendeleo kwamba huyu hakunipigia kura na huyu hakunipea kura. Wakati ambapo umepita kura, wewe ni kiongozi wa kila mtu. So tunaomba ya kwamba jinsi tulivyokuchagua, tena tunaomba ukaajibike. Ninajua tena unarudi mwaka ujao ambao ni wa mwaka wa 2027. Unarudi tena kutuomba kura, na kuomba tafadhali angalia hizo barabara. Hata kule chini huo mji wa Shasuna, tukipata na mgonjwa, hakuna pikipiki inaweza enda kule, hakuna gari inaweza enda kule. Lakini sisi tumekupigia kura, sisi ni wakaaji wa mji wa Etenje Ward. So nataka nikuulize ya kwamba wakaaji wa Shasuna area, ukienda kule Butobe, sisi hatuko Etenje Ward, ama watuambia kwamba sisi tuko katika ward gani? Tuelewe vizuri. Ninapomalizia, nataka nizungumzie kidogo katika kuhusu MP, kuhusu maneno ya bursaries. Maneno ya bursary imekuwa na mambo mingi sana. Wanasema kwamba maneno ya bursary, wakati ambapo una apply bursary unapewa, lakini ukienda pale katika ofisi lazima ukue unajua mtu fulani. Kama haujajua mtu fulani, uta-apply hiyo bursary miaka nenda rudi, lakini hautapata. Lakini mtu kama anajulikana, akienda pale ana-apply bursary mara moja, unasikia kwamba amepata kitu. So tunataka tuambia waheshimiwa, sisi wakati tunaenda kupiga kura, tunakupenda na moyo wetu wote. Hatujasema kwamba kuna mtu fulani ambaye tumepitia kwake. Sisi tunaona tajriba yako ya uongozi na tajriba ya kazi. Tunaona ya kwamba uko na capacity ya kufanya hiyo kazi, ndiposa tukakupigie kura. Sisi hatuna porojo ingine ya kusema kwamba watupe ndiposa tukakupigie kura. Na jambo la mwisho ninapomalizia, nataka niseme ya kwamba nikumbushe
hawa waheshimiwa wote najua wanakuja 2027 na najua wamejipanga sana, na pia niwajulisha kwamba pia sisi tumejipanga na tumewangoja. Tumejipanga na tumefanya nini? Tumewangoja wakuje. Kila mtu utakuwa unatuelezea ni nini ambacho umekifanya, ndiposa uleta agenda zako, kwa sababu tumekutest kitu ya kwanza. Na kama umeshindwa, na waomba tafadhali usije ukatusumbua, wacha tujaribu hao wengine wakuja watudanganye pia, tuone kama wametudanganya. Yes, tuwajaribu pia, watakuwa in the same level. Tena wakiendelea hivyo tena tujue hao tudanganya. Lakini kama tumekupea nafasi hiyo miaka 5 yote na umeenda kulala katika kazi, tunataka tukuambia kwamba kuanzia kwa MCA Etenje Ward, kuanzia kwa MP, kwa governor wote, mjue kwamba ni one time. Na sisi venye tumeongea hivi hatutarudi nyuma. Kama ni mambo ya handouts, sisi mara hii we are intellectual people. Nataka niwaambie kitu ya kwanza. Sisi wanasema kwamba wajinga waliisha Kenya. Sisi sio wajinga. Tunajua kwamba sisi penye tumefikia tunataka tuone ile utenda kazi. Sisi hatuna haja na pesa kuja utudanganya na pesa. Pesa ndio tutakula, mlete pesa tutakula. Lakini kile kitu nataka ni kazi. Asanteni sana kwa kunisikiza. Asante, tumepata kauli yake mkazi wa eneo hili. Anasema kwamba wasipofanya kazi hakuna kubembeleza kwa mteremko. Ikianguka ni hivyo hivyo, wametangaza hali ya hatari. Lakini tumsikie mwingine pia. Kwa majina mimi naitwa Ismail Odendo na mimi ni mkazi wa kijiji cha Eshasuna ambacho kinapatikana kata ya Buchifi, eneo bunge la Mumias Magharibi, gatuzi la Kakamega. Na niko hapa leo kutoa maoni kuhusiana na utendakazi wa viongozi wetu hapa. Mimi nitaanza kutoa maoni kuanzia kwa MCA wangu ambaye ni Mheshimiwa Eddie Obwaka. Mimi niko na maoni tofauti kutokana na wenzangu ama kulingana na maoni yenye wenzangu wametoa. Mimi nataka niseme hivi, kwa ili naenda kwa wakazi wa Etenje Ward. Nataka kuambia mkitaka kujua mheshimiwa wetu anajaribu kufanya kazi, hebu fuatilia ward jirani uone maendeleo ambayo iko huko. Wakazi wa Etenje sana sana wa Eshasuna wanalia sana kuhusu barabara ya kutoka Shukulu kuelekea Eshasuna, na hiyo barabara tayari iko kwa program ya mheshimiwa, na ninasema kwamba wakazi wa Eshasuna ndio walikatilia kupeana barabara kwa sababu inapita kwa njia zao. Hiyo imesimamisha hiyo mipango mingi sana, na hivi karibuni mheshimiwa ako na njia ambazo zitaanza kulimwa, ikiwemo hiyo njia ya Eshasuna, njia ya Opora Mwilinya, na barabara ya kufungua kutoka Butobe ikienda Maungu Primary. Hizo ziko kwa program ya mheshimiwa. Na kitu nataka kuambia wakazi wa Etenje Ward, kuna serikali mbili. Kuna serikali ya county na serikali kuu ambayo ni national government. Kama uelewi serikali, kuna barabara ambazo zinamanejewa na national government na kuna barabara ambazo zinamanejewa na county government. Yafaa tuelewe hapo. So ukipata barabara ambayo iko na shida, kabla uanze kulia, yafaa ujue kwamba unalilia nani. Ni ya county government, lilia MCA na governor. Na kama national government, lilia mjumbe wako, atakusaidia. Mimi kwa maoni yangu nasema kwamba nimeweza kufuatilia kazi ya Obwaka. Mimi sikupigia Obwaka kura 2022, lakini nimefuatilia kazi yake ambaye anafanya. Siku moja haiwezi maliza mazuri na bado muda hujaisha. Kwa hivyo sisi tunasema tu barabara ambazo ni mbaya na ambazo atawezewa kuzitengeneza, ajaribu kutengeneza. Sisi bado tunampenda na tuko na yeye. Akitekeleza tutampea 2 term. Na nikienda kwa mbunge Mheshimiwa Johnson Naika, huyo naye amefanya kazi mzuri sana. Hata saizi kuna bridge ya pale Anamanda kwa mtu ambaye ina connect Nyapeta na Butobe pale, alikuwa ameweka pale daraja, lakini ameona hiyo haifai, anabomoa, anaweka pale daraja mzuri. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Naika. Ukienda kwa shule ambazo zinapatikana Mumias West, Mheshimiwa ameweza kutengeneza, akaweka pale fence na akaweka gate kwa kila shule. Kwa kazi mzuri, pongezi kwa kazi mzuri ambayo unafanya Mheshimiwa wetu mpendwa Mheshimiwa Johnson Naika. Nikienda kwa governor ambaye ni Wycliffe Ambetho Oparanya, alifanya kazi mzuri sana.
na akasema kwamba akaambia wakazi wa Kakamega County ya kwamba anataka atuletee mtu ambaye ataendeleza kufanya kazi venye yeye alikuwa anafanya kazi. Akatuletea Fernandes Baraza, na kweli kulingana tulikuwa tunapenda sana mheshimiwa Oparanya, tukamuunga mkono kwa lile ambalo alikuwa amesema, tukapea mheshimiwa Fernandes Baraza kura venye Oparanya alikuwa ametuomba. Lakini nashangaa saa hii kupata eti Oparanya na Baraza awasalimiane saa hii. Sasa nashangaa kwa nini. Oparanya ndiye alileta Baraza, akasema Baraza ni mzuri, atafanya kazi venye alikuwa anasema. Lakini nashangaa saa hii Oparanya anatembea akisema eti Baraza ni mkora, eti Baraza sijui afanye kazi. Sasa nashangaa mbona yeye ndiye alileta Baraza? Yeye ndiye mwenye makosa juu akiita Baraza mkora, yeye ndiye alileta huyo mkora. Jambo la pili nataka kuambia mheshimiwa Oparanya, sisi tunakuheshimu kwa kazi mzuri ambayo ulifanya. Siasa ya hapa Western achana nayo, wewe fanya kazi siasa yako Nairobi. Sasa nimesikia walifanya juzi uchaguzi wa chama cha ODM Kakamega County. Wewe ulikuwa unataka Nabina Bwera achukue hiyo kiti, lakini wakapiga kura ikawa Baraza ndiye amepita kuwa chairman wa ODM. Sasa unapiga kelele ukitembea. Achia sasa Baraza ndio governor, mwachie nyumba yake, wewe fanya siasa ya Nairobi mheshimiwa Oparanya. Usiharibu jina lako, sisi tunakupenda, tutakusapoti huko mbele, tuendelee pamoja, lakini Kakamega County achia Fernandes Baraza. Asanteni sana. Ameshatoa kauli yake mpaka kwa gavana Barasa, mpaka kwa waziri Oparanya tumeweza kusikia. Lakini hapa yupo mmoja mkazi ambaye anasema hili la Barasa na Oparanya, mpaka niseme kitu, naomba usonge hapa ili kwamba uweze kutoa kauli yako. Njoo karibu hapa. Kitu ya pili tena nilikuwa nimeongea, kwa majina ni Salim Chitechi. Ile hali ile kitu yenye bado tunaongelea kwa MCA wetu. Unajua ukiwa mwanaume kwa boma ama ukiwa baba kwa boma, lazima watoto watakusukuma ndio ujue vile watoto watasoma ama watakuwa namna gani. Kwa hivyo tuanzie chini kwa yule mwenye tunaona mwenye ako karibu na sisi. Unajua watu kama wakina Oparanya, watu kama wakina Barasa, wale wako juu huko, hatuwezi kuwapata. Saa zingine hata namba zao wengine sisi hatuna. Lakini ile namba yenye tuko nayo ni yule mwenye tunaona mwenye kitu ikitufikia saa hii tunakimbia mpaka kwake. Kwa hivyo huyo ndiye anaweza jua shida zetu, ndiye asukumane na wale, hata kama hiyo mradi sio yake, lakini kulingana na vile sisi wenyewe tunalia na yeye mwenyewe anaona na kweli hiyo mradi sio yake, yeye anaweza fanya nini? Asukumane na wale, ili ikiwa ni mradi yenye sio yake, asukumane na wakina nani watuletee hiyo mradi hapa. Na kwa upande wa MP, kwa hakika mheshimiwa Naika alitufanyia kazi. Mwenye hajaona ataona, kwa sababu wakati tulikuwa hawaja tubadilisha hajakawa huku, kweli mashule zetu zilikuwa kama msituni. Lakini kwa saa hizi shule ziko sawa, watoto wako sawa, hata walimu wenyewe wakienda kwa ile shule wanafurahia shule iko sawa. Lakini sasa zile njia zenye watoto wanaenda shule, kila saa ni kufua mashati za watoto. Kila saa watoto wanaanguka kwa mitaro wakienda shuleni. Ndio tunasukumana na MCA wetu, yeye afuatane na wale wakina Naika na wakina Barasa, awaambie zile njia zile tunaongea. Na hakika mimi narudia ile njia yenye yeye mwenyewe anajua, MCA wanajua, hata administrator anajua hiyo njia. Haina shida hiyo njia, tulikaa na kila mtu tukaamua njia ipatikane. Kuanzia ile mwezi yenye walituambia mwaka ile jana, mwaka ile yenye iliisha sijui mwezi wa 6, wakati yenye watasoma budget yao ya mwezi wa 6, hiyo program ya njia yetu itakuwa kwa hiyo njia. Wanataka wasome tena budget nyingine ya 2027 ndio wakuja tusaidie hiyo njia. Hata wakati nilikuwa na matanga, MCA wangu Obwaka alinipea gari, kwa hakika alinipea gari kubeba mama kutoka Butere mpaka nyumbani. Tulishukishia huyo mama kwa soko, ingalau alikuwa ametupea gari. Kwa nini hiyo gari kufika nyumbani? Ndio tukabeba maiti kutoka kwa soko mpaka nyumbani. Si ni ile njia? Lakini tayari alitusaidia gari. Nimeshukuru. Lakini wakati ya kufikisha marehemu kwa boma tulishindwa. Vile gari inaweza tembea, ikabidi tukabeba maiti. Kwa nini? Mtu akiteleza maiti itaanguka chini, kwa sababu hakuna vile tunaweza fanya. Kwa hivyo hiyo ndio tunaomba, atulazimishi, lakini tunaomba sababu yeye mtu yenye tuko nayo hakika mtu atasimama na sisi na atatuambia ile kitu yenye amefanya. Ndio tutampea kura 2027. Hatuna haja na pesa, hatuna haja na mambo mengine, lakini mtu akitokeza tu na atufanyie vile sisi tunataka. Kwa hiyo mtu yenye tumebaki nayo kidogo tu hii.
Hatutaki pesa hii mwaka moja tu hii njia yenye tunasema tu hiyo anaijua, hata sitaki kuitaja. Na Yashasuna hapa tutengeneze hiyo njia, sisi tutashukuru na tutampea kura 2027. Hatumkatai, lakini matendo yake ndio tutataka kujua. Alafu ya pili, wachane na wale watu wenye wanamwambia huyo alikuwa mrengo ya fulani. Hiyo narudia. Akishamwambia hiyo na mheshimiwa anasikia, anakata simu. Na kwanza umempigia simu, unataka kuongea naye hata ile kitu ya kumsaidia, maybe kuna makosa mahali fulani, hata yeye kama MCA wetu asikie, ajue hapo kunaenda namna gani. Anaukatia simu. Sasa niambie, unaweza ongea na nani? Unaongea na nani huyo? Kwa hivyo tunaomba MCA wetu atufanyie ile njia. Hakika hii mwaka tufike 2027 kama ile njia imeshatengenezwa. Sababu hiyo iko kwa map, haina upakusi yoyote, haina ujanja. Ni kitu yenye iko kwa map na sisi tulifungiwa njia. Hiyo peke yake. Upande wa Naika, mimi nimeona Naika ametuchangia, shule ziko sawa. Kuanzia Musangu huko Lureko yote, ukienda mpaka huko Rubwe, ukienda mpaka wapi huko? Rubwe kwao huko, Msanda. Shule ziko sawa. Hakika kuna shule ya Rubwe iko huko. Siko huko? Rubwe iko huko kwao huko Msanda huko. Alitungarishia mashule. Hata saa hii shule ikipatikana niko na shida waya nini, anakimbia haraka kuja kututengenezea. Lakini tusilale kwa hizi njia mbaya mbaya, na tunaogopa kusema ati kwa sababu ikifika 2027 tena tutadanganywa. Hiyo mimi sitakubali. Na sisi ndio wakaaji wa hapa. Tutakaa na wao na tunawaona. Asante sana. Nasema kwamba mwisho wa mambo lazima mwakilishi wao kutoka mashinani ambaye ni MCA afanye sehemu yake. Asipofanya hivyo 2027 wanasema hawatataka kuangalia sura, watataka kuangalia matendo yake yale ambayo ameweza kufanya. Ningependa pia tuzungumze na mwingine hapa, manake pia usajili wa wapiga kura unaendelea. Na wanasema kwamba Gen Z wamekuwa na kelele sana kwenye mitandao, lakini haijulikani kama hizo kelele wanaweza wakazibadilisha mpaka ziwe kura, ili wawatoe viongozi ambao hawajafanya kazi vizuri na kuwaajiri viongozi ambao wanatenda kazi. Tusikie kutoka kwa mmoja ambaye pia ni kijana aweze kutuelezea hivi wanajisajili kuwa wapiga kura. Okay, asante sana. Kwa majina unaongea na Moses Manyasa akiwa maeneo ya hapa Shukulu. Kitu ya kwanza mimi nitasema upande wa Gen Z, bado hatujapiga hata kura. Nadhani 2027 sidhani kama tutapiga, na bado tutaendelea kutoa mambo kwa mtandao. Hatuwezi koma kutoa mambo hadi ile siku watakuja kurekebika. Kitu ya kwanza nataka kutuma watu ambao wanaenda kwa waheshimiwa wakisema eti hiyo barabara iko sawa, ama mtu akipiga simu huko anasema huyo mtu ufai kuongea na yeye. Tuache kujidanganyisha hapa saa hii. Wewe unaongea maneno mazuri hapa kulingana na mheshimiwa ili upate chakula chako cha kukula. Hakuna haja tujidanganye kitu kama hiyo. Kitu ya pili, mheshimiwa Naika, mimi nitaongea mambo yake. Amekuja hapa ametuchukua wanakijiji kama hichi kutuambia watatuletea stima. Kufikia hadi wa leo tunasikia stima ilikuwa ikuja huku imeenda Brangasi. So najiuliza hiyo stima imetembea kivipi ikafika tena huko, na majina yetu imeshachukuliwa, kila jina yetu imeshafika huko, watu wa stima walikuja hadi hapa. Hiyo majina imeenda wapi? Kitu kingine nitakuja kusema kwa mheshimiwa Obwaka. Tunampenda, lakini hatukumtuma huko kuja kujenga nyumba ya kifahari. Tulimtuma huko afanye kazi. Hatukumtuma kuja kutuonesha hapa yeye ndiye anaweza. Hiyo ndo yangu machache na sina mengine. Asante. Anasema kwamba bado watashikilia hata kama ni kupiga kelele kwenye mitandao, lazima waseme lile ambalo halifai, lazima kwamba liweze kurekebishwa. Labda kutaka kujua kama kuna mmoja ambaye ana jambo zaidi la kuzungumzia kuhusiana na uongozi katika eneo hili. Hello, mimi naitwa Juma. Mimi ni mkaazi na mimi ni Gen Z. Mimi yangu ni machache kwa sababu nilikuwa na mengi wenzangu wameshaongea. So, mimi ni Gen Z na niko nyuma ya Gen Z wengi sana. Na mimi saa hii kura yangu iko na machi, nimepiga kura zaidi ya mara 4. Lakini saa hii mimi si mjinga tena. Lazima nitakuwa naona mtu amefanya kwanza. Ama kama shida yangu iko tu kwa MCA, hatuna MCA.
hatuna MCA completely. Mimi siongei kwa MP, mara MP nimeona kazi yake. Gavana nimeona kazi yake kidogo, lakini sasa hayo ni mambo ingine. Mimi naongea tu kwa MCA mwenye naona. Mimi najua kwa MCA naweza enda kuingia huko. Kwa MP naweza tumia fare, kwa gavana naweza tumia fare, lakini kwa MP ni hapa tu karibu na kwetu. Lakini sasa saa hii sitaki mtu akuje mara sijui nini kitambo nitoke kwa nyumba, nitakuwa napigia mtu mwenye nimejua anaweza nisaidia. Na kama si hivyo, mtu atakuwa anafanya miradi yake kwanza ndio apate kura. Yangu imeisha. Asante, ndio maoni ambayo tumeyapata katika lokesheni ndogo ya Eshikulu, katika lokesheni ya Ebuchief katika eneo hili la Etenje, na maoni mengi yamekuwa kwamba kidogo mwakilishi wadi MCA eneo hili wanahisi kwamba kazi yako kidogo haiko sawa, kwa sababu unapopigiwa simu lazima kwanza ndipo ujibu. Unatafuta kwanza maagent wako, waulize amenipigia simu mtu fulani alikuwa mrengo gani, ndipo kwamba uweze kushughulika. Umetaja pia masuala kuhusiana na miundo msingi kama barabara, unasema kwamba haziko sawa, hata zile ambazo unazijua wewe mwenyewe. Wanasema ukifanya haya mambo yatakuwa nywe, lakini kama utasikia sauti yao, basi huenda wataangalia silaha yao ambayo ni kura 2027, huenda itakuwa ni fimbo chapa. Lawe mheshimiwa MP wanasema kwamba kazi yako wanasema dole iko sana, wanahimiza kwamba uzidi kushikilia pale, ila tu tatizo liko katika maeneo haya ama sekta hii ya kuweza kutoa basari kwa wanafunzi. Kuna upendeleo fulani ambao wameweza kutaja ndani ya bunge la Magharibi, ndivyo wanatoa kauli zao, sauti yao, ili kwamba iweze kusikika, ikikulenga wewe kiongozi uliyechaguliwa na Mkenya kwa ajili ya kuwasaidia na kuleta maendeleo, manake katiba inakudai vile. Mengi zaidi tutakuwa tunayapata ndani ya bunge la Magharibi. Jina langu ni Nelson Songa na hii ni Amaika TV.